Assalamu alaykum. Salamu rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza hongera sana. Tumeona timu ya taifa imetangazwa ya Tanzania, lakini miongoni mwa timu ambayo imetoa wachezaji wengi kwenye hiko kikosi ni Azam Sports Club. Nafikiri je kutokea hii. Hongera sana. Imeshatokea. Kwenye CHAN tulikuwa na wachezaji 8. Kwenye timu ya taifa ambayo imeitwa kipindi cha FIFA International Break tumepeleka wachezaji 7. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia, la kujifaharisha, kwa sababu 95 mpaka 8 ya wachezaji ambao wako kwenye national team wote ni wachezaji ambao wametoka kwenye mkono wa Azam FC. Hata kama si kwa kuhusika direct kwamba ndo wachezaji ambao wanahudumu ndani ya club kwa muda huo, wamepita kwenye klabu yetu. Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Zimbwe, golikipa Manula, sijui Foba, sijui nani, au wote ni wachezaji ambao wametoka kwenye academy na timu yetu kwa ujumla. Kwa hiyo we are very very proud, very proud clan in Tanzanian football kwamba sisi tumeshiriki kwa kiasi kikubwa kuifanya timu ya taifa kuwa hapo angalau kwa kuviangalia hivi vipaji. Sawa. Kulikuwa na vuguvugu hapa katikati. Kocha huyu atimuliwe, kocha huyu aondoke, mwingine kaondoka, mwingine bado kuna vuguvugu. Nyinyi bado mna kocha wenu. Mnajivunia kiasi gani hii hali ya kutomfukuza kocha na kumwamini Ibenge? Kumfukuza Ibenge kwanza unajua nataka roho ngumu sana, kwa sababu ni high profile coach kwenye makocha ambao tuko nao Afrika. Ni miongoni mwa makocha wenye CV kubwa sana. Ilikuwa kazi ngumu kumpata. Hakujishauri mara mbili baada ya kwamba tumempa ofa, na wala sisi hatukujishauri mara mbili, kwa sababu tulimuomba alivyo present project yake, tumeelewa, tukamchukua. Wafukuze tu makocha, kwa sababu ukweli ni kwamba watafukuzana sana, yani watatimuana sana, watafukuzana sana msimu. Utapigwa mechi 2 ondoka. Ukitaka kujua kwamba msimu huu people mean business, ni kwamba watu wanatamani kuona timu ikicheza mpira mzuri na watu wanatamani kuona magoli. Sijajua Tanzania wataka nini, by the way. Inawezekana timu inashinda, lakini kama watu hawavutiwi na timu yako inavyocheza, obvious mashabiki lazima wataboycott. Sasa bahati nzuri kwetu sisi ni kwamba tuna vitu vyote. Sisi tuna mpira mzuri, tunapata na ushindi. Japokuwa mechi yetu ya mwisho ilikuwa na mazonge mpaka kuandika barua bodi ya ligi kwamba tukuridhishwa na namna ambavyo mwamuzi alichezesha, lakini mwalimu wetu amekuwa akifanya kazi nzuri sana so far and we are very happy with him, na hatudhani kwamba ni mwalimu ambaye tutatimuana naye hivi karibuni. Ukiona kocha wako mpira lake gumu, gimbi, fenesi, pila alieleweki, timua huyo mwalimu. Ila ukiona pia huyu mwalimu wewe ni timu yako ni kubwa, bado hujakutana na mziki wa Ibenge, usimtimue huyo mwalimu. Acha kwanza tumshughulikie, alafu ndo umtimue, kwa sababu ukifungwa na Mbeya City sababu itakuwa sio mzuri sana. Ukipasuliwa na Azam unasema mimi ili kushinda ligi nahitaji kushinda mechi kubwa, kwa hiyo ndio pasua Azam. Fukuza, toa huyo mwalimu akishakutana na sisi. Kwa hiyo kama hawajafanya maamuzi waendelee kusubiri kidogo. Hii breaks on deaf kidogo. Hapo umezungumzia ubingwa wa ligi kuu. Unahisi mna asilimia ngapi kwa sajili ambazo mmezifanya? Mna asilimia ngapi kuchukua ligi kuu msimu? Kwa upepo, kwa mwalimu, kwa wachezaji, tuna asilimia 85 za ubingwa msimu, na tunapambana kwa ajili ya ubingwa. Hatutaogopa kukutana na timu yoyote wala kizingiti chochote. Tutapambana mpaka tone letu la mwisho kuhakikisha kwamba tunawapa mashabiki wetu kile ambacho walikuwa wanatamani kukiona. Okay. Mnashiriki shirikisho. Hatua ambayo mpo sasa hivi, msimu uliopita na mwaka juzi pia mmetolewa kwenye hatua kama hizi. Mmejipanga kiasi gani kufuzu hatua hii, lakini pia mnajiona wapi kwa msimu huu kwenye ligi ya shirikisho? Of course ni mashindano magumu sana. Kwanza kombe la shirikisho Afrika ni mashindano magumu kwa sababu mostly tumekuwa tukicheza na timu ambazo hatujui ligi zao zikoje, pengine nature hizo timu wana ukali kiasi gani, au ni timu ambazo zimepooza kiasi gani. Kwa mfano mchezo wa kwanza ambao tulienda kucheza Sudan Kusini dhidi ya El Merreikh Bentiu, hatukudhani kwamba inaweza ikawa mechi ngumu hivyo, na wala hatukujua kwamba inaweza ikawa mechi rahisi. Tulichokifanya tulienda 4x4 far by far, yani kwamba tuende kama tunacheza na Real Madrid au Man City, kwa sababu hatuwajui, lakini tunajua watakuwa ni wakali. Ukiwa umjui mpinzani, usiende ukasema huyu atakuwa dhaifu. Nenda kusema huyu ana timu bora na wachezaji bora kuliko mimi.
tukacheza mechi ambayo tulishinda magoli 2-0, lakini hatukuridhika na namna ambavyo pengine tulicheza, pengine labda kwa sababu tuliwachukulia kawaida. Lakini baada ya hapo tumekuja kucheza nyumbani, tumeshinda. Kizingiti ambacho kiko mbele yetu ni KMKM. Watu wengi wanadhani pengine njia yetu ni rahisi kwenda makundi, lakini ni kuhakikishie hakuna mechi ngumu kama mechi tuliocheza ya kwanza ya Merreikh na mechi ambayo tunakwenda kuicheza dhidi ya KMKM, kwa sababu wewe na Watanzania wengine na watu wa mpira wote wanaojiita watu wa mpira ni mashahidi. Tumeshaona mechi ambazo tunakwenda kucheza timu zetu kutoka hapa kwenda kucheza Unguja, Mapinduzi, Muungano, hata mechi za kirafiki. Tunaona hizo mechi zilivyo, especially tukiwa kwenye mashindano. Wanabadilika kabisa, yani kwamba wanakuwa kwenye sura nyingine tofauti na ambayo tunaijua. Kwa hiyo kwetu sisi nafikiri tumeweka determination ya kwenda makundi ya shirikisho msimu huu. Tutakwenda. We are very happy kwamba Tanzania tayari ina timu moja makundi mpaka sasa hivi, kwa sababu kwenye mchezo wetu sisi ni either sisi au KMKM, mmoja lazima awe kwenye hatua ya makundi shirikisho. Kwa hiyo tunaipongeza Tanzania yetu kwamba tayari kuna timu moja iko makundi, na tunadhani kwa 75% sisi kama Azam FC ndio team potential ya kwenda hapo. Though hatutegemei kukutana na mechi ngumu hata kidogo. Mechi rahisi hata kidogo, sorry. Yeah. Sajili ambazo mmezifanya. Tuanze kwa sajili ambazo mlishindwa kubakisha. Sijajua kama issue ilikuwa ni mkataba au ilikuwa ni nini. Sajili ya Djibril Sila ni miongoni mwa wachezaji ambaye alifunga magoli mengi msimu uliopita, lakini matokeo yake ES Setif ya Algeria wamemnunua na anafanya vizuri kule sasa hivi. Unahisi kwamba mmepoteza nuru kiasi gani kwa mchezaji kama huyo? Of course, akiondoka mchezaji kama Sila ambaye tayari ni potential ndani ya club, anaweza kushindia mechi kubwa, anaweza kushinda mechi ndogo, anaweza kuiweka timu kwenye ramani, ni jambo ambalo kidogo unajua nakupa kidogo uzito. Lakini kwangu mimi Sila kwa club kwa ujumla ni kutokufikia makubaliano tu. Ilifika wakati mkataba umemalizika, lazima mkae mezani mzungumze. Pande mbili, kila pande imewasilisha takwa lake la kisheria kwenye mkataba, lakini imeshindikana kufikia hayo malengo. Bas ndo tukapart ways, lakini bado ilikuwa inahitajika huduma ya Sila, na nadhani Sila mwenyewe alikuwa anatamani pia kubaki Azam FC, lakini kutokuafikiana ndo kumefanya aende ES Setif. Na kama club tunamkaribisha tena siku yoyote akiwa yuko tayari kujiunga na sisi. Tutafanya hiyo approach, ama yeye pia tutamwambia, akituambia kwamba anataka kuja, he's warmly welcome. Lakini kwa upande ambao yuko sasa hivi, kwa sababu tuna mahusiano mazuri na ES Setif pia Algeria, kwa hiyo tunamtakia kila laheri pia. Tunaamini the Gambian boy will keep it up. Sajili bora ya msimu huu ambao unaiona, maana mmesajili wachezaji wengi hasa wa kigeni. Sajili gani ambao unaiona bora kwako wewe? Sajili bora zaidi kwa msimu ziko mbili. Sajili yangu ya kwanza kabisa ni mashabiki wa Azam FC ambao bado wanaamini kwamba inawezekana sisi kuchukua ubingwa. Na nikwambie, naweza kuwataja, kuna mashabiki wetu tuko nao wana vichwa vigumu, lakini vichwa vyao vigumu ni kwa sababu wanataka kitu, yani wanatamani kitu kiwe. Lakini sajili yetu bora ya pili ambayo tumeifanya msimu huu nafikiri ni Mwalimu Ibenge. Kwangu mimi amefanya transition kubwa namna ya timu inavyocheza. Sajili ambazo amezileta ndani ya timu, Barakat Himid, amemleta Jefi Kitamba la Bola, amemleta Dudu. Ana wachezaji wengi ambao amewaleta, ambao alisema mwenyewe nipeni hawa watu nataka tufanye nao kazi. Issa Fofana, umenielewa sijui. Hawa wachezaji na namna ambavyo timu imekuwa ikicheza, so far kwangu mimi Mwalimu Ibenge ndo best registration ya timu ya msimu huu mpaka sasa hivi. Nyinyi kama Azam, tumeona misimu mingi mnatokea nafasi ya pili, nafasi ya tatu, ya pili, ya tatu. Tutegemee msimu huu labda, umesema ubingwa mnaweza 85%. Hizo 15 maana umewaachia Simba, Yanga au Singida. Tutegemee nini kwenye ubingwa wa msimu huu? Na timu zingine, yani hizo 15% tumewaachia timu zingine. Mimi binafsi naamini timu yetu ni nzuri, inaweza kufanya vizuri sana msimu huu. Hatutamani kuwaambia watu kwamba pengine tumeandaa timu yetu uzuri kiasi gani, lakini maneno haya matatu yatoshe. Kwanza, tuna technical bench zuri Afrika. Pili, tuna timu iliyokamilika.
tatu, tuna mashabiki wenye imani na sisi. Haya maneno matatu yanatosha kujua kwamba Azam Football Club ni timu ya aina gani msimu huu. Derby zimekuwa nyingi. Azam Simba wanaita Mzizima Derby. Dar es Salaam Derby, Yanga Azam. Msimu huu derby gani unaiona itakuwa ngumu kwako? No, mimi hakuna kila derby ni ngumu kwanza kwa sababu ya nature ya jina lenyewe. Derby. Na nilishawaambia watu, derby ya mabwana wale ilishakufa. Sasa hivi kuna derby ya sisi na njano kijani au sisi na nyekundu nyeupe. Kwa nini? Kwa sababu ndo hali halisi iliyopo kwa misimu mitatu iliyopita. Nafikiri mnaona mechi ambazo tunacheza, matokeo ambayo yanakuja. Derby yao ina mechi 6. Wao unakanyagiwa tu. Umeshanielewa sijui. Mechi 6 unapuliziwa tu namna hii. Umenielewa sio? Lakini sisi kwetu utafungwa mechi, utashinda mechi, utasare mechi, na mechi iko ina energy, ina vibe nje ya uwanja. Yani watu unaona kabisa hiki kitu ni kitu kikubwa kwenye mpira wa miguu. Kila mtu anatamani kuona mpira wa aina hiyo. Kwangu mimi kila derby ambayo tutakutana nayo na hakika itakuwa ni ngumu, lakini the best side will always win. Swali la mwisho bwana. Azam imekuwa ni chanzo cha kuzalisha vijana. Hata au timu ya taifa ambayo umewataja mwanzo, kina Foba wengi ni vijana. Mnajivunia kiasi gani kuzalisha vijana wengine sasa hivi mnawapeleka Canada, Marekani, Mexico? Kiasi gani mnajivunia? Juzi kama siku 4 nyuma hivi 5 amerejea kijana wetu mmoja Abdul Karim Kiswanya kutoka QPR England. Alienda kufanya trial, tunasubiri kusikia watasemaje. Na Mwalimu Ibenge ni miongoni mwa wachezaji ambao anawahusudu sana, kiasi kwamba alisema nataka acheze nje ya Azam FC ili nione potential yake zaidi. Kwa tumempeleka kwa mkopo Namungo. We are very proud na hii project. Na mimi nampongeza sana president wa klabu yetu Nasoro Idrisa. Ni muumini mkubwa wa soka la vijana. First vice president wa club Popat pamoja na second vice president wa klabu yetu Bwana Omar Kue, ambaye yeye ndo anahusika zaidi na soka la vijana ndani ya klabu yetu. Ana maono makubwa sana na ni mtu ambaye amekuwa kipush sana ndani ya club kwamba tutakapoona kuna timu inahitaji mchezaji kutoka kwenye academy yetu, tuwape, hatujui tunatengeneza bomu la aina gani, bila kujali kwamba anaweza akawa bora zaidi huko mbele alafu akarudi akaingia ndani ya pengine mchezo ambao unatuhusu sisi akatudhuru. Unanielewa? Hizo scenario zipo. Ila ni project nzuri na ambayo tunakuwa tukiifanya, na sasa hivi tunashirikiana na club moja kutoka ukanda wa Scandinavia, AIK. Wachezaji wetu wengi wameenda huko. Tuna wachezaji almost 4 wameshaenda huko na tayari wanatumikia academy ya huko, watakuwa wanacheza huko. Possibly tutakuwa na pros wengi ambao watazalishwa na academy ya Azam FC. Mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nafikiri kijana wangu akifika umri wa kucheza mpira bwana Aisha, peleka pale kwenye academy ya Azam FC akakue ili atengeneze mchezaji baadaye. Inawezekana mimi mzee wake sikucheza mpira, lakini ikawa ball iko hapo mguuni akafuata nyayo sababu yake. Bwana asante sana Mr. Ibwe. Bwana mimi nashukuru. Nawakaribisha tena dukani kwetu hapa.